Hili linaitwa ni darasa la maombi. Na hii ni sehemu ya pili. Ikiwa wewe uliyeko hapa na wewe unaniangalia kwa njia ya TV na kwa njia ya mitandao ya kijamii, ndio unaliona hili somo kwa mara ya kwanza, ninakushauri nenda uangalie somo la sehemu ya kwanza, linaitwa nini maana ya maombi, kwa kujifunze maana ya maombi na muendelezo wake katika sehemu ya kwanza. Ndipo uje katika hili somo la pili au sehemu ya pili ya darasa la maombi. Sasa katika sehemu ya pili ya darasa la maombi tunaenda ndani zaidi, lakini niruhusu nikurudishe nyuma kwenye mambo machache, hatuwezi kugusia yote. Nikisema niagusie yote ambayo nimefundisha katika sehemu ya kwanza itatuchukua muda mrefu sana, lakini kuna mambo ya msingi sana ambayo lazima niyarudie, ambayo yatatupeleka kwenye sehemu ya pili ya leo. Mlimani ni wapi? Na nikasema hivi, katika Agano la Kale mambo mengi yalikuwa yanafanyika kwa vitu vinavyoonekana, lakini yakitabiri Agano Jipya la vitu vya rohoni. Mwambie mwenzako, mwambie Agano la Kale. Sauti yako sisikii, mwambie Agano la Kale. Vitu vingi vilifanyika mwilini kwa macho, ili vinavyoonekana kwa macho, kutabiri vitu vitakavyofanyika Agano Jipya ambavyo vionekane kwa macho. Mwambie mwenzako, kwa mfano tohara ilifanyika kimwili, lakini katika Agano Jipya Biblia inasema tohara inafanyika moyoni. Mwambie inafanyika moyoni. Kwa hiyo mambo mengi yaliyofanyika Agano la Kale ilikuwa ni ubao au kivuli cha kutuelekeza Agano Jipya. Now, so mlima katika Agano la Kale, tunaposema kwa Mungu mlimani, Mungu alikuwa anajieleza ya kwamba yuko mlimani. Milima kabisa kawaida. Japo kuna milima mahususi ambayo alikuwa amejieleza sana. Mlima wa kwanza ambao Mungu alijieleza zaidi kwamba anaishi ni mlima Moria. Unakumbuka? Yes. Kwa maana mlima Moria ndio hapo ambapo Ibrahim alienda kutoa sadaka, kumtoa mwanae kama sadaka, na Mungu akamwambia usimtoe, nimeiona imani yako, isipokuwa nimeshakuandalia nini? Kondoo ambao utamfungua na kumtoa sadaka. Ilikuwa ni mlima Moria. Lakini the same mountain, the Mount of Moriah, mlima wa Moria kwa Kiswahili, ndipo Daudi ambapo alienda Daudi akaenda kutoa sadaka, pale ambapo alienda kuchukua kiwanja kwa Arauna yule Myebusi. Kwa Daudi alienda pale. Lakini sio hivyo tu, pale pale ndo Mungu alisema huu ni mlima wangu Sayuni. Neno Sayuni ni Yerusalemu. Huu ni mlima wangu Sayuni, mahali ambapo nitaweka jina langu. Na hapo hapo ndo Sulemani akajenga hekalu. So Mungu, huu ndo mlima ambao ni maarufu. Lakini ipo milima mingine. Kwa mfano Mungu alimuita mlima Sinai, akamuita Moses. Ipo milima, kuna mlima Herobu, tutaona baadaye kwa siku ya leo utaona mlima Herobu. Kwa hiyo ipo milima mbalimbali. Kwa Mungu alikuwa anachukua mlima kama kuonyesha kwamba mimi naishi mlimani au niko juu ya mlima. So sio hiyo tu. Ndio maana Isaya alipomuona Mungu, maandiko yanasema nilimuona ameketi mahali palipoinuka juu sana. Naye akasema mimi ni Mungu ninayeketi mahali pa juu sana. Neno palipo juu maana yake mlimani. Ndio maana Mungu anaongea katika maneno ya Isaya na maneno mengine tuliyoona jana ya kwamba nyumba yangu ni nyumba ambayo nitaijenga katika mlima wangu mtakatifu. Mlima wangu mtakatifu. So tunajua Mungu aliishi katika mlima. Ndio maana hata lile hekalu lilijengwa juu ya mlima. Lakini tukija katika Agano Jipya, tuanze na neno nyumba. Kama nyumba ya Mungu inajengwa katika mlima wake mtakatifu, katika Agano Jipya nyumba ni nini? Tunagundua nyumba ni wewe. Piga kelele, I am a house of God. Now, you as a house of God, you are built on the mountain. Umejengwa kwenye mlima au kilima. Na ndio maana tukiokoka Ibrania anasema you have come unto Mount Zion. Mmeujia mlima Sayuni. Yaani umeokoka huku Tanzania, lakini Biblia inasema umeenda kwenye mlima Sayuni. Sasa maana yake katika Agano Jipya Sayuni hatuiendei kimwili. So tunaangalia taratibu, tayari nyumba ya Mungu imebadilika Agano Jipya ambao ni wewe. Now tunabaki tunajiuliza sasa mlima wa Mungu ni upi? Yesu Kristo akamfuata yule mwanamke. Ukienda kitabu kile cha Yohana 4:21, Yesu akamwambia wewe mwanamke nisadiki mimi, wakati unakuja. Neno wakati unakuja maana yake kuna kitu kiko mbele. Yesu anamwambia yule mama Msamaria, anamwambia wakati unakuja ambao waabuduo hawatamwabudu Mungu katika mlima huu wala Yerusalemu, ila wataabudu katika roho na kweli. It means mlima ukachange nao.
ambapo ikatoka sio physical place. Swali inakuja, kama Yesu alisema waabuduo katika Agano Jipya hawatamwabudu wala kumuomba Mungu katika mlima huu, wala hawatamuomba Mungu kule Yerusalemu, ambapo nikijua nikisema Yerusalemu walikuwa ni mlima Herob walipoweka hekalu. Kama Yesu amesema watu hawataabudu katika mlima huu au katika ule mlima wa Yerusalemu, je, wataabudu wapi? Yesu anawapa jibu, wataabudu katika roho na kweli. So manake mlima umehamia huko. Manake mlima sasa unahama. So kwamba naenda wapi? Naenda kwenye milima ya nini ile? Mlima Kilimanjaro, mlima Meru kuomba. Ukienda Meru unaenda kutafuta faraga. Ila Mungu hayuko kule, amehama. Mungu anaishi ndani yako. Oh, mpigie Yesu makofi sana. Upande usiasikie makofi yakitosha. Jipige kifua, sema Mungu anaishi ndani yangu. Mimi ni nyumba ya Mungu na mimi ndio nina mlima wa Mungu ndani. Simple. So yule mwanamke akasema, sisi tunajua tangu from the beginning. Walikuwa ni wa Samaria, lakini nao wanajua Samaria walijitenga na Israeli, lakini wanajua mambo haya pia. Wanasema sisi tunamwabudu Mungu katika mlima ule. Tukitaka kuomba tunaomba mlima ule. Na kule Yerusalemu tunasikia ndio mahali ambapo pana mlima sahihi palipojengwa hekalu. Wewe Yesu ananiambia tutaabudu wapi? Akasema mtaabudu rohoni. Maana yake mlima unatoka ndani. So unaposema maombi ni kwenda mlimani juu kwa Mungu, haimaanishi kwamba you must find a physical mountain now. Upande juu. Afu watu wakuuliza unasema namtafuta Mungu hapo juu hapo. Kama unaenda mlimani unaenda kwa ajili ya faraga, unaenda mbali na watu au sehemu yenye hali ya hewa nzuri kwa ajili ya maombi. Lakini si kwa sababu kwamba Mungu anapatikana pale juu. Hakuna. Sana unaweza kukuta pia wanakaa waganga. Sasa ukienda kwenye kitabu kile Isaya 56:7-8, unakuta kuna unabii ambao aliutoa Isaya, afu Yesu ndo akaja kuutimiza Agano Jipya. Na wakati Yesu anaongea na yule mama Msamaria, ilikuwa sio Agano Jipya. Natakiwa muelewe. Agano alifanyika pasipo damu. Kabla Yesu hajamwaga damu, haikuwa Agano Jipya. Watu wakikuuliza Yesu alizaliwa Agano Jipya la kale, wajibu alizaliwa Agano la kale. Yesu hakuzaliwa Agano Jipya. Siku alipoteswa damu zikamwagika, akafa akafufuka, ndo likaanza Agano Jipya. So Yesu alikuwa anaongea na yule mama, anamwambia, maana yake kama anamwambia mama, wakati unakuja, meaning ilikuwa bado. Maana yake alikuwa anamwambia kuna kipindi ambapo litaanza agano jingine, waabuduo Mungu hawataenda mlima huu. Tangu agano lilo likianza, watu wamtafuti Mungu mlimani, no. Ila watamtafuta kwa maombi, watamtafuta kwa maabudu katika roho na kweli. Lakini Yesu alikuwa anazungumza andiko ambalo lilinenwa na nani? Na Isaya. Isaya alisema hivi katika maandiko yale, Isaya ngapi? Isaya 56:7-8. Anasema nitawaleta hao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao, yani sadaka na dhabihu, zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala au maombi kwa mataifa yote. Ndio maana yule mwanamke akamwambia, wewe Yesu, sisi tulisikia. Walisikia wapi? Kutoka kwa nani? Kwa Isaya. Kwamba kule Yerusalemu ndo kuna nyumba ya nini? Ya sala, ambapo ndo kuna mlima wa nini? Wa maombi. Wewe unatuambiaje sasa kwamba hatuwezi kuabudu kule? Yesu akamwambia, mama, ni sadiki. Saa imefika ambapo watu wamtafuti Mungu kule. Na ndio maana anawaambia watu, ukienda Israeli nenda kama kutalii. Ilo usiende kwamba nimemfuata Mungu pale. Una tofauti na alienda Dubai. Wanakuonyesha tu historical sites. Lakini Mungu unayemtafuta unaye hapo. Au hujanielewa? Nasema Mungu unaye hapo. Nasema Mungu unaye hapo. Nasema Mungu unaye hapo. So Yesu akalifafanua ile andiko. Na pia aliwe kuingia hekaluni, akawakuta watu wanauza, wanafanya biashara, akawapiga. Biblia inasema akawafukuza wengine, akasema hamjui kwamba imeandikwa nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala kwa mataifa yote. Lakini hapa alikuwa anaongea tofauti na pale. Hapa anasema nyumba hii au mlima huu unahamia nini? Ndani ya moyo wako. So hapa nataka muelewe mpaka hapo. Sasa bado mtu anajiuliza, sasa kama mlima uko ndani mwangu au ninaenda ndani mwangu, ninawezaje sasa nikapanda mlimani? Ni kitu kimoja kilichozungumzwa katika Isaya, through prayer. Sababu nyumba yangu, au nakumbuka nyumba ya Mungu inajengwa wapi? Kwenye mlima. So anaposema nyumba yangu, usisione nyumba kama yenyewe. Unaona nyumba iko juu ya nini? Ya mlima. Na ndio maana Biblia inasema ninyi ni mji uliojengwa juu ya mlima. Biblia inasema. So Biblia inaposema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, maana hiyo nyumba ambayo iko kwenye juu ya mlima itaitwa nyumba ya sala. Maana ili iwe na sifa za huo mlima kuwa active, za hiyo nyumba kuwa active, lazima pawepo na nini? Sala.
kwa mantiki ya ibada au nini? Maombi. Sasa wewe umeshajijua kwamba ndani yako wewe kama hekalu au kama nyumba. Kumbuka nyumba iko juu ya nini? Ya mlima. So kuna mlima, there is a spiritual mountain isionekana. Lakini how do you approach this mountain? Ni through prayer, by faith. So nikienda kwa imani kupitia maombi, maana yake nimeenda kwenye mlima kwa sababu nyumba yangu hii ambayo iko juu ya mlima, ambayo nyumba ni wewe. Biblia inasema nyumba yangu hii itakuwa nyumba ya prayer. Tafsiri za Kiingereza inasema shall be called the house of prayer. So nikitaka nyumba yangu iendelee kudumu juu ya mlima, lazima ni create a mountain kwa nini? Kwa prayer. So the more I pray, jana wacholea nikaonyesha. The more I pray, ninatengeneza nini? Kilima. Na mtu anayeomba sana, mlima wake ni mrefu na ni mkubwa zaidi. Hayo tutayaona kwenye masomo ya siku zingine nitakayowaitaini hapa. Kwamba maombi yanatengenezaje mlima ambao ni mkubwa. So maombi ndio pekee yanaweza kufanya mlima wako ukawa hai. Naomba niwape mfano mmoja wa mlima ambao tunaisoma katika jiografia kawaida. Katika aina za milima, kiachana na mlima tofali, kuna mlima unaitwa mlima meza, yani table mountains, alafu kuna milima inaitwa milima volcano. Zipo nyingi, lakini tuchukulie mfano wa milima ya volcano katika masomo ya kawaida kabisa ambao wote mliyasoma. Mlima volcano, zipo volcano za aina nyingi, lakini zile volcano zina tabia 3 tu. So mlima volcano, msikize vizuri, kwa sababu kila mtu aliyeokolewa has got a mountain. Kila mtu, kwa sababu mountain imehama sasa. Hayuko Yerusalemu, hayuko Morogoro, hayuko Kilimanjaro. There is a mountain within you, ambapo una climb ile mountain through what? Prayer, by faith. Najua kwenye maandiko kuna mountain nyingi. Kuna mlima wa wokovu, mimi sizungumzia wokovu, ambapo yanasema mkiokoka mmeujia mlima Sayuni. I'm not talking about salvation. I'm talking about prayer. Na niruhusu ni base hapo. So ule mlima, moja hapo ya style ya kufanya uwe imara, au ningetumia neno uwe active, ni kwa kutumia nini? Prayer. Ndio maana prayer inafanya kitu. Ndio maana uokoke kila siku, lakini unaomba kila siku. Hiki kitu ndio maana ukija kwenye prayer, Biblia inasisitiza. People they don't understand. Watu wanafikiri Mungu anasema omba kila wakati ili kwa ajili ujibiwe mahitaji. No! Ndio maana Mungu omba kila wakati. Kesheni mkiomba. Omba kila wakati. Kesheni mkiomba. Omba kila wakati. Fanyeni hivi. Ombeni muda wote. Pray always. Cease not to pray. Pray always. Pray continually. Kwa nini maneno kama haya? Kwa sababu hiki kitendo kinachofanyika kila siku, kwa sababu kuna mlima wako una depend zaidi prayer. When you go to born again, ulikuja kwenye mlima kwa sababu inasema umeufuata mlima Sayuni. Yes. Lakini mlima kuendelea kuwa imara, kuwa active, una depend prayer, sio kingine. Ndio maana tuna Wakristo wengi waliokuja kwenye mlima kwa sababu ya wokovu, but wanalogwa, wanamuogopa shetani, wanaogopa pepo, wanaogopa majini, but wameokoka kabisa. Mchawi anakuja anamuua muda wote, anamuua anaenda mbinguni. Yes. Lakini hapakupo na namna ya kumuua, kwa sababu mlima huu inawezekana una tabia isiyofaa ya volcano. Sasa kwenye volcano wote mnajua, kwenye volcanic mountain kuna tabia 3 za volcano. Ya kwanza, inawezekana mlima una tabia ya kuwa dormant. Kama mlima ni dormant wa volcano, maana yake mlima uliwahi kupata volcano zamani, aidha miaka kama 300 iliyopita au miaka 1000 iliyopita au zaidi, lakini mlima hauonyeshi dalili ya volcano hii kulipuka tena, isipokuwa chini ya ardhi au beneath the surface panaonekana pana magma. Mnaikumbuka magma? Na unajua kama kuna magma, unajua kabisa italipuka na itasababisha nini? Itasababisha lava na kuleta nini? Maafa. Lakini dormant volcanic mountains zikoje? Ni zile ambazo wanasayansi wamejiridhisha hazitakuja kulipuka tena, japo kuna masalia nini? Ya magma. Kuna zingine lakini inaitwa extinct. Extinct volcanic mountain ni nini? Extinct volcanic mountain hizi sasa extinct hivi. Hii ni ipi? Hii ni ile ambayo imekufa. Yaani wana uhakika wana science wakiangalia chini hata magma haipo tena. Kwa hiyo hii wana uhakika haitatokea tena, lakini pia haikubakiza masalia. Tofauti ya hii na hii inaonyesha haiwezi kuerupt tena, lakini kuna some magma zilibaki ambazo zipo, lakini wakipima viwango kwa vipimo vyao hawaoni kama ina uwezo kuerupt tena. Do you get my point? Hii hapa extinct, hii extinct volcanic mountain
Hii kwa Kiswahili tunaita volcano mfu. Hii inaitwa volcano butu. Hii ni butu, hii ni mfu. Sasa kuna tofauti ya butu na mfu. So hii mfu haitakuja kuerupt kabisa. Lakini ipo nyingine inaitwa active volcanic mountain. Active volcanic mountain. Sasa angalia. Jichukulie wewe una mlima ndani. Halo, turudi kwenye somo letu. You have come unto Mount Zion. Baada ya kuokoka. So inawezekana baada ya kuokoka umeujia mlima Sayuni. Lakini katika kujia mlima Sayuni, either ni dormant, umewahi kuwa na makali zamani, lakini kwa mbali kuna vitu unavyoona. Unanena kwa lugha, lakini lugha hizo hazilipui kitu. Tunakuona unaimba, lakini hakuna kitu kinalipuka. There's nothing coming out of you. There is no results. Hakuna matunda au cause any effect. Lakini tukikuangalia kwa mbali jinsi unavyoimba, kwa mbali jinsi unavyonena, shakada badada, ndio zile lugha unasikuta mtu kama kaziweka hapa kakaliri, shanda dadada. Yaani ni unajua kabisa, yaani ni sie za Roho Mtakatifu. Ni lugha zimezoea ulimi. Kadada, 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 kadada. Imba kakaka basi leo. Unagundua huyu mtu ni nini? Dormant, ni kisubutu ambacho kikiangalia kwa haraka unakiogopa. Lakini kikienda kwenye ngozi kikate kitu. Na hawa shetani hawaogopi. Shetani hawaogopi umlima. Yes, you have come out kwenye Mount Zion. You have come on top of Mount Zion, but it cannot erupt. Demons can stay here. Diseases can stay here. Poverty can stay here. Lakini kuna hawa sasa. Hawa tatizo lao ni moja. Hawana makali hata kwa kuangalia. Waliisha hadi ukimwangalia unasema huyu pastor alikuwaga pastor ila hamna kitu. Wewe unajua kukutana na mtu akasema hadi wanakuambia huyu aliwahi kuokoka. Unasema huyu. Yaani hana hata harufu ya wokovu. Afanani kama mwenda kanisani. Sasa mlima huu ushaujua ni upi? Ni wale wa Kristo ambao wameokoka wakaja kwenye mlima. Lakini mlima huu au ulipolipuka ule wokovu wa kwanza, ile miemko aliyokuwa nayo ya kwanza, pamebaki hana hata alama yote. At least huyu japo ni kisu kicho na makali, pepo wadogo wadogo wanaanza muogopa. Si mnanielewa? Anaviashiria ana magma kwa chini, japo hizo magma haziwezi kulipuka. Dormant volcanic mountain. At least kuna vile vipepo visivyo na ufahamu vinasema kwa alivyoabudu leo siendi. Lakini huyo hamuogopi kwa sababu haoni kitu. Sasa huyo mtu anayetakiwa ninayemhubiri au ninayemfundisha katika hii darasa langu, namtaka huyu. Active volcanic mountain. Wote mnajua hapa Kongo tu hapa kuna mlima wa volcano ambao unalipuka kila mahali, nafikiri ni Goma. So unatakiwa uelewe huu mlima maana yake ni wale ambao kuna kitu kinawafanya active, na kinachofanya u active unaweza kulipuka wakati wote ni nini? Prayer. So isho kusema mimi katika Agano Jipya kuna mlima ndani mwangu. Huo mlima ni dormant, existing, au mlima ni active? Ask your neighbor, are you active in prayer? Kuna mwingine ukimwangalia unajua, unaona hata anavyoimba labda, lakini unakuta hamna kitu. Nataka nyie muumwe hapa. Active volcanic mountain sifa yake ni kwamba anytime it can erupt. Magma yake ni active, na ukienda pale juu panaonyeshana kabisa kuna dalili, kwa wakati mwingine unaona moshi. Watu wanaoishi jirani wanaanza kuhisi joto kali, wanaanza kuambiwa sasa hameni, anytime unalipuka. Nataka uwe hivyo. Halo, maandiko nataka kukupa leo, utaona sehemu ambapo Biblia inasema Mungu akaja mlimani pakatokea moshi, pakatokea radi. Kwa sababu Mungu alipokuwa kwenye mlima alikuwa anasimama kama mlima volcano ambao ni active, au kwa Kiswahili volcano hai. So watu wengi wanasema, nishakusikia mhubiri mmoja anasema we have come unto Mount Zion, tuko mlimani, there is no any problem. Pepo hawezi kukufuata kule, atakufuata kama there is no something that is making you active, kama hakuna prayer. Na ndio maana kila leo naambia njoo ombe. Mungu anajua kabisa mlima upo lakini hauko active. Inua mkono kama umenielewa mpaka hapo. Do you want to be active? Tell your neighbor kwa nguvu, be prayerful. So umeona prayer ni more than
taking your needs to God. Oh, Mungu answer me. No. Mimi nikiona naenda mlimani like this, iwe nimeongea chochote, sijasema chochote, nimeenda to make my mountain active. Oh, mpigie Yesu makofi sana. So kitendo cha kutohudhuria kwenye prayer, unapoza mlima wako, utashangaa umekuwa dormant au umekuwa extincting. So lazima uwe unaenda mara kwa mara. Asubuhi ukijisikia go there, mchana ukijisikia go there. Ukienda maana unafanya ile magma ianze kuchemka, unafanya ile lava aya katoko prakatakatakatoshka baya. Siendi pale nipate gari, no. Siendi kwenye prayer nipate cheo, no. So Mungu akasema, nyumba yangu ambayo iko juu ya mlima, usisahau, Biblia inasema nitaijenga nyumba yangu kwenye mlima. Nyumba yangu ambayo iko kwenye holy mountain, Biblia inasema itakuwa nyumba ya maombi. Shall be called the house of prayer, not only for Israel, no, this time for all nations. So wewe is the house of God. Mungu anataka uwe ni mtu wa nini? Wa prayer. What is the house? Ni wewe. You are a house of God. You are a house of Jehovah. For you to be active, you must be a house of prayer. Piga kelele, I am a house of prayer. Na angalia, leo sasa inatupeleka kwenye somo langu la leo, linaitwa mambo yanayopatikana katika mlima wa maombi. Now, cha kwanza kwenye mlima wa maombi, kuna peace, kuna amani. Umewahi kusikia watu wanakuambia sina amani? Simple, they are telling you I'm not prayerful. Okay, before sijaendelea, naomba mniruhusu nirudi nyuma. Kuna ile sala ya baba yetu, irudishe pale. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Now, hii sala tutakapokuwa tunajifunza yanayopatikana mlimani, yote yanajibu hiyo sala. So haukupewa hii sala ili uimemorize kama baadhi ya watu wanavyofanya. That's a big mistake. Baba yetu uliye mbinguni, mtu anasali mara 10. Hii tunaita huo ni ukasuku. Hii sala maana yake Yesu alikuwa anajaribu kuzungumza. Walimwambia tufundishe kusali. Kwa hiyo anawaambia mkiwa mnasali au mkiwa mnaomba, yote mnayotaka yamebezi kwenye hii nini? Sala. Au yoyote atakayotokea kwenu, mwitasali wake ni huu hapa. Na ukitaka ujue Yesu akufundisha wa memorize, kuna maeneo mbalimbali tunamuona Yesu akiomba, akitamka, hajawahi kuitamka hii sala. Hakuna mahali kokote, yapo maeneo mengi kwa Biblia ambao Yesu hapa akaomba hivi, Yesu hapa kwenye kaburi la Lazaro akaomba hivi, Yesu mwingine akaomba hivi, kuna kipindi alifanya muujiza wa chakula akaomba hivi, kuna kipindi aliombea wagonjwa akaomba. Mahali kokote ambapo Biblia imemkoti Yesu akiomba, hakuna mahali aliwahi kumemorize hiyo kitu. Meaning Yesu akuweka hii sala ili tu memorize. Ila ilikuwa ina summary ya vitu ambavyo anakuambia ukiwa prayerful ni package. So angalia, kitu cha kwanza kinachopatikana katika mlima wa maombi ni peace. Na nimesema hivi, ukiona mtu anakuambia sina amani, anajaribu kukuambia I am not prayerful. Shetani anaanza kujaribu kuondoa amani yako, lakini kwa muombaji ni sekunde chache tu. Kwa nini? Furahini katika Bwana siku zote, sio masaa mawili. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Yesu akasema amani yangu nawapa, na amani yangu niwapayo si kama itoavyo ulimwenguni, na amani yangu hakuna atakayeondolea. Angalia kitabu kile cha Zaburi 72 mstari wa 3. Nini kinapatikana juu ya mlima wa maombi? Milima itawazalia watu wa amani. Stop there. Tusome wote afu uishie pale. Soma tena. Milima itawazalia watu wa amani. Simple. So it's not something ambacho unaenda kwamba Mungu naomba amani. Mungu no. Wewe kama unahudhuria kwenye mlima, maana yake nimekanyaga wapi? Kwenye amani. Niko kwenye eneo la nini? Ndio maana waombaji wengi wana raha. Na sio furaha ya kwamba naiomba Mungu. Mimi nashangaa sijui nani aliwafundisha kwamba eti kitu lazima ili ukipate you have to mention. Mungu katika ndoa hii naomba amani. Kwa nini uombe amani wakati kuna sehemu ukienda unaichota? Hivi uko ndani una ng'ombe wa maziwa, unamwambia baba naomba maziwa, unaondoka unaenda kukamua. So vitu vingi mnavyoviombea haviombwi, ni tafsiri mbovu ya maombi uliopewa. Ila kuna eneo wewe nenda kwa by faith through prayer.
Nenda kwa baba yako ambaye yuko kwenye mountain, kwenye spiritual mountain usioonekana. The moment you are there, peace is your portion. So anasema milima itawazalia. Sasa hii ni physical nazungumza, lakini sasa si nazungumza spiritual. Milima itawazalia amani. Na ndio maana wewe kama mlima, huyu kama mlima, huyu kama mlima, huyu kama mlima, huyu kama mlima, ukienda kwenye Zaburi ya 133 nasema ni jinsi gani ilivyo na kupendeza ndugu wakae pamoja. Na kwa nini? Na kwa umoja. Kuna vitu vinazaliwa kwenye mountain. The moment you create ile mountain spiritual, Biblia inasema milima inazaa nini? Amani. Waombaji wengi hawana stress. Kwa sababu mtu yoyote muombaji hajui kupaniki. Kwa sababu inasema milima yake ambayo ameitengeneza huko amenyamaza. Kila kati na kuzalia nini? Amani. Watu watasema hivi, you are okay. Watakwambia hivi, you are okay. Watakutisha hivi hata ufabaiki. Milima unayoipanda inakuzalia nini? Amani. Ukijua haya uwezo acha maombi. Namba 2, mafanikio. Andiko hilo angalia. Milima itawazalia amani na vilima navyo kwa haki. Now, tafsiri ESV ndio utaona mafanikio pale. Let the mountains bear prosperity for the people. Now, prosperity inatoka wapi? Neno prosperity inaweza kuwa na maana nyingi, lakini moja wapo maneno ni ustawi. Mtu kuwa establish, kustawi, maongezeko. Namba 3, haki. Andiko hilo. Milima itawazalia watu amani na vilima navyo kwa haki. Kwenye vilima ipo haki yako. So ukitaka uishi katika haki ya Mungu, haki inayotokana na Mungu, haki ambayo Mungu ameweka mkono wake, milimani. Lakini unaishi maisha ya kuonewa, unaishi maisha ya dhuluma, unaishi maisha ya kuwa condemned, mtu anayehukumiwa ndiye asiye na haki. Why? Kuna kitu kinapungua kwenye mountain. Namba 4, ulinzi au maficho. Mlima wako umetengeneza mlima rohoni. Mlima wako umeufanya active kwa prayer. Kitu gani mlima unaleta? Unakuficha. So you will be walking like this, afu umefichwa na mlima. Mlima unakuficha. So moja wapo ya kazi ya mlima ni kukuficha wewe. Ndio unaweza kwenda kwa muombaji. Waombaji wale waliobobea. Anaenda mtu kumwataki, anasema nimemkuta Ayubu na alikuwepo. Anasema ametoka. Ametoka. Yumo ndani na gari lake. Anasema simuoni. Na angalia andiko. Isaya 33:16. Huyu ndiye atakayekaa juu. Wapi? Juu. Huyu ndiye atakayekaa juu au neno mlimani. Majabali ni ngome yake. Ishia mpaka hapo. Niweke NIV. They are the ones who will dwell on the highest, whose refuge will be the mountain fortress. Kwamba hifadhi yake itakuwa ni vilima au milima. So Biblia inasema mtu anayekaa kwenye vilima, Biblia inasema ndio hifadhi yake iliko. Wewe hifadhi yako iko wapi? Kwenye kufuli na German Shepherd. So ulinzi wako, ulinzi wa vitu vyako, ulinzi wa roho yako, ulinzi wa afya yako uko kwenye mountain. So mountain ni oh my God. So kila pora mtanda kwenye mountain, kishasema mountain unajua ni wapi? Ana climb mountain kwenye prayer. Anayoazalisha ni mengi kuliko unaodhani. Wala hayaombi, na sio kwamba anayaomba. Kwa lugha nyingine kama anayachota tu. Andiko hilo. Namba 5, mkate au chakula. Andiko hilo. Kumbuka kwenye maombi ya Baba yetu uliye mbinguni, tupe leo nini? Inapatikana ile riziki. Yesu alisema tupe leo riziki yetu. Katika mafundisho ya nini? Alikuwa anafundisha nini? Kusali au kuomba. Akawafundisha mkiwa mna tabia ya kusali, maombi yanawazalia riziki. Sio kwamba unimwambie Mungu nipe riziki. Ndio hiyo hapo, angalia. Huyu ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake. Atapewa chakula chake na maji yake hayatakoma. Neno chakula na maji maana yake ni kula na kunywa. Lakini neno chakula na maji maana yake ni nini? Riziki ya kila leo. Tupe leo riziki yetu. Sasa hauhitaji kwenda kwa Mungu eti umetoka kule Mbagala, unaingia hapa kanisani, unasema Baba naomba unipe riziki. Sio hivyo. Maana yake unahitaji kwenda kwenye mlima. Ile hali ya kwenye mlima wenyewe unajua utoe nini. Either unatoa amani, either unatoa haki, au mlima unatoa mafanikio, au mlima unakuzalia chakula na maji. So you will be so shocked, vitu vinakuja. Watu wanakufadhili. Unapata hiki. Kama unalima vizuri. Kama ni mazao yanaenda. Kwa nini? Kwenye mlima kuna chakula na nini? Na maji. Lakini hapo kuna siri nyingine ambayo hamjui, ambayo nikikufundisha utanielewa mpaka kwenye darasa jingine. Kwamba unaweza ukaenda kwenye mlima ukawa unahisi umekula na umekunywa na ujala. Kwa sababu mlima unatoa hivyo vitu. Ndio maana Moses akaenda kule, hakula wala kunywa, kwa sababu kwenye mlima kulikuwa na maji ambayo Moses haoni na kuna chakula sichoona. Soma tena. Maji yake yatakoma.
Weka Kiingereza. Tusome wote. 1 2 3 kwa nguvu. And water will not fail them. Nipe version nyingine. Nipe NKJV. He shall dwell, 1 2 3. He shall dwell on high. Place of defense shall be the mountains of rocks. Bread shall be given him. His water shall be sure. Kwa anasema majabali au milima yenye miamba. Imagine muombaji anatembea hivyo, watu wanamuona kawaida. Wanamuona kawaida, kumbe rohoni amezungukwa na milima yenye miamba. Lakini sio hiyo tu, ile milima inatoa nini? Maji na chakula. Maji na chakula kwenye mwamba kwa lugha ya kawaida huwa ni asali. Alo. Usicheze na muombaji. Kwa nje uoni. Kwa nje nitakuonyesha andiko jingine mbele ambapo muombaji haonekani kwa nje, lakini Mungu akikufunua macho. Muombaji huwa unamuona kawaida. Unamuona ni mtu aliyechoka. Kawaulize wachawi wanavyomuona. Andiko nitakao kupa mwishoni, nitakuonyesha kuna muombaji mmoja, nitakuonyesha baadaye, ambaye alionekana kawaida, alionekana kama anakufa, alafu akasema, Mungu, huyu mtu ajui mimi ni nani. Watu wanaweza kukuona hivi, lakini kumbe Mungu ana provide chakula somewhere. Mungu ana supply chakula. Mungu ana supply maji. Watu wanashangaa unaishi. Watu wanashangaa unaendelea. Hata kama umefukuzwa kazi jana, lakini haulali njaa. Hata kama hujapata cheo, lakini hauishiwi. Wanashangaa anatoa wapi? Kwenye mountain. Mungu ana supply chakula na nini? Na maji. Tena anasema maji haya ni sure, maana yake ya uhakika. Mwambie mwenzako, mtu anayetoka mlimani, maisha ni uhakika. Mwambie kwa nguvu nisikie. Mwambie mwenzako, mtu wa maisha mlimani, chakula ni uhakika na maji ni uhakika. So me, I will be here worrying nitakula nini? Ndio maana Biblia inasema msiwaze mtakachokula. Msisumbukie maisha haya. Mvae nini? Wala mle nini? Baba yenu wa mbinguni anajua mnayataka hayo. Anachokitaka yeye ni uende tu mbele zake. Mengine yatakuwa supplied yenyewe. Why do you worry too much? No prayer. Waombaji wanaojua maombi, wenda nafundisha watu wasioomba, wanaelewaga unapofika kwenye peak fulani ya prayer, unahisi dunia yote yako. Prayer inaweza, usipokuwa mtu wa kujicontrol, unaweza kwenda ukachukua gari la mtu ukaondoka nalo. I'm telling you, prayer huwa inakupa kitu fulani kwamba kila kitu ni changu. Prayer ndio maana kitu cha kwanza nje kufundisha kwenye prayer ni nini? Peace. Unakuwa na peace of mind. Oh, ninamwombaji hapa, namwombaji hapa. Namwombaji hapa, namwombaji hapa. Peace of mind, then you feel kila kitu shokoto. Unaweza kwenda hapo, kaenda kwenye showroom, kaniambia ile gari ifunga. Kwa sababu kwenye vilima panakuwa na nini? Na provision. Asoki paradiazo. Merakia tuskabaya. Pera katakataka prakiazo. Sheda katakaraba. Ulipuka kama active volcanic mountain. Parakatakasia bagaya. Tayo neba rasho kapayado. Lipuka. So mlima ambao uko dormant like this. Inua mkono. Sema katika jina Yesu. Katika mlima huu kuna chakula tele na maji ni ya uhakika. Katika mlima huu kuna maji na chakula cha uhakika. Piga kelele, napokea. Namba 6, baraka tele. You don't pray, Mungu nibariki. Ndio kwenye maombi, Baba naomba nibariki. We don't pray for that, please. Hebu change your prayer language. Unachotakiwa ni kwenda mlimani kwa Mungu juu na kukaa kwake. Bas. Mwanzo 49:26. Sasa utaelewa kwa nini Mungu alikuwa anawaambia muombaji njoo mlimani. Sasa utaelewa kwa nini Yesu alipokuja, japo alikuja Agano la Kale, alikuwa anaenda mlimani. Now you understand. Not only faraga, no. Mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya kale. Vitu vinavyotamanika vya milima ya milele. Kumbe kwenye milima kuna vitu vinavyotamanika. Na nyinyi hamwendi mlimani. Poor people. Yasema kuna vilima ambavyo kuna vitu vya milele vinatamanika. Huyu ni alikuwa anabarikiwa, lakini akata anabarikiwa, anasema baraka zako pia zitapita milima. Mimi kwenye milima kuna baraka.
na vikae juu ya kichwa cha Yusufu. Ilikuwa ni baraka za Yusufu. Juu ya utosi wa kichwa chake aliye mkuu kati ya ndugu zake. Hizi ilikuwa ni baraka za Yusufu, na mimi natamka uwe nazo. Ukawe na vile vitu vinavyotamanika juu ya milima. Maana yake zaidi hata hivyo vilivyoko pale. Kwenye mlima kuna nini? Mibaraka tele. Tele vinasema mibaraka mingine inatamanika milele. Sasa mibaraka imejaa pale, and you don't go on the mountain. Mwezi mzima, wiki nzima, hata dakika 5. Alafu ndio maana unashangaa shetani kupiga hapa. Na shetani anajua kucheza na nyie. Kitu anachokifanya kwenu ni kuondoa prayer. Bas. Wokovu anakuachia. Anajua ukidaiwa sana hata wokovu utaacha. Shetani is very tricky. Hana shida na wokovu wako. Ila anajua akikutwanga sana kwenye magonjwa, hata wokovu utauacha. Utaenda kwa mganga, utamkufuru Mungu. Kwa anakumega taratibu. Anachomega cha kwanza shetani ni prayer. So wewe ambao unadhani umeokoka leo na hauombi, wokovu sijui kama utakaa nao miaka 4, kwa sababu haya yote tunayozungumza leo yatatoweka kwa sababu hauendi mlimani. Yakitoweka sijui kama wokovu utabaki nao. Utaiba, utadanganya ili kupata mali. Zaburi 133:1-3. Hapo ongeza andiko jingine. Nataka tuisome maana wote tunaifahamu. 1 2 3. Tazama, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Hayo mambo yote aliyozungumza nyuma, yote mstari wa kwanza na wa pili yanafanana na mstari wa 3. Kama, umeelewa? Neno kama maana yake yaliyozungumzwa mstari wa kwanza na yaliyozungumzwa mstari wa pili ni kama umande wa Hermon ushukao mlimani pa Sayuni. Maana yake umande unavyoshuka kutoka mlimani pa Sayuni, huko ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. So unapoenda kwenye prayer mountain, umeenda kwenye mountain juu. Umeenda kwenye umande wa mlimani. Kama umande wa mlimani unavyoteremka kuja chini, na maji yake yakatengenezwa yakawa ni mto Jordan. Mto Jordan unaanzia kwenye milima, na ile milima unaanza kama umande. Kwa wale ambao mto Jordan unavyoanza, mto Jordan unatokea kwenye nchi kule juu Jordan, ndio maana unaitwa Jordan. So ule mtu unapotokea kule kwenye vilima vya Jordan, kuna mlima mmoja pale katikati unaitwa Hermon. Hebu sema Hermon. So pale kwenye mlima Hermon kuna umande mwingi sana. Ule umande ule ndio unaganda, alafu kieuka unashuka chini unakuwa maji. Biblia inasema maji hayo yanapoenda ndiko Bwana ameamuru uzima. Lakini sio uzima, baraka tele. Sasa mahali ambapo kuna umande, so siji kuomba kwa sababu sio jirani yangu kanifanyaje, sio nini. Mimi naenda kwenye umande. Alafu Biblia inasema ninaposhuka kutoka kwenye mountain nashuka na ule umande. Biblia inasema kila nitakakoenda na ule umande ndiko Bwana alikoamuru baraka. Kwa nikienda nchi baraka ninazo. Nikienda nchi baraka ninazo. Nikienda mkoa baraka ninayo. Nikienda ofisi hata wakinifukuza wakaniambia ingia ofisi, baraka ninayo. Nikihubiri hapa akanikatalia, nikaenda kwingine, baraka naenda nayo, kwa sababu baraka inafuata ule umande niliotoa wapi? Mlimani. Kwa Biblia inasema huko mnakaoenda, Biblia inasema kwenye mlima Hermon kuna umande, na ule umande kila utakapoenda Mungu kazi yake Mungu anaangalia umande umeenda wapi. Biblia inasema mahali umande unakoenda ameamuru baraka. Guess huo umande aliofuata ni nani? Ukienda Mwanza, ukienda kijijini. Ndio maana Biblia inasema utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mjini, utabarikiwa ingia hapo, utabarikiwa utoka hapo. So simple. Haya yote napataje? Simple. Ni kwenda kwa Mungu juu na kukaa naye. Even if I don't speak anything. That's prayer. Prayer is not shouting. Prayer ni kujihudhurisha mbele za Bwana. Sana kama kuna kitu kitaongezeka, nimsikie Bwana atasemaje. Nikitaka kuongeza kingine, nitafanya dialogue na Mungu based kwa alichoniambia. Lakini either Mungu ameamua kuongea, hajaamua kuongea, au we go there. Huku nikijua kuna kila kitu. I don't need to pray for it. Baba naomba nibariki. No. Nahitaji niende kwenye umande. There is no anyone anatengeneza mfereji ili umande utue. Automatically Mungu alivyoumba dunia, ule umande unashuka. Hakuna mtu ametengeneza drainage kwamba umande ushuke kutoka Hermon ushuke chini mpaka Jordan. No any drainage, but automatically unashuka. Wapenzi, ukienda kwenye maombi uka-approach prayer kama ninavyofundisha, vitu vitakuwa vinatokea. Namba 7, ukienda ukiwa na kawaida kwenda mlimani. Na naposema mlima mnajua namaanisha prayer. Utakuwa mtu uliyejaa sherehe. Utakuwa kila wakati watu wanakucelebrate.
utakuwa umejaa sherehe, karamu, watu watakuwa nakupongeza, ongera. Naumu 1:15. Tazama juu ya milima. Kumbuka tunadili na milima Milima inazaa nini? Au prayer mountain. Kuna nini? Kuna nini kwenye mlima wa maombi? Tazama juu ya milima, iko miguu yake aliyeleta habari njema, atangazaye amani. Zishikeni sikukuu zako. Ishia tu hapo. Zishike sikukuu zako, yani sherehe. Nikisema sikukuu unaelewa? Anasema juu ya mlima kuna tangazo limetoka, shika sikukuu zako. So unapoenda kwenye mountain, maana yake inaamriwa sherehe na sikukuu. Maana yake, do you want to enjoy? Unataka kucelebrate on mountain. Namba 8. Juu ya mlima kuna nguvu ya kuondoa vifungo. Isaya 25:7. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote. Sitara ni kama kitu kilichofunga hivi uso. Sema sitara. Ni kama kitambaa kilichoziba uso. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Anasema watu wangu wamefungwa na mataifa yamefungwa, yamewekewa utaji, yamewekewa kitambaa cha sitara. Anasema nikitaka kuharibu nitaharibu katika mlima huu. Hii familia imefungwa, huu ukoo umefungwa, hii biashara imefungwa, tumbo lako sio limefungwa, sio kitu gani kimefungwa. Yasema katika mlima huu nitaondosha kifungo. Somebody shout fire. So why unaishi na vifungo? Either kwenda kwako mlimani unaenda vibaya. Kumbuka yale mambo matatu tunayofundisha katika somo la kwanza. Either waenda mlimani waomba vibaya, au either waomba lakini hauombi ipasavyo, sawa sawa na Warumi 8, au unaomba kwa udhaifu. Unaenda kidogo leo, kesho hivi. Hayo matatu. Sisemi wote sio waombaji hapa, lakini kuna matatizo matatu ya waombaji tuliangalia jana. Pia sema mwaomba ila mwaomba vibaya. Ya pili, pia sema Roho Mtakatifu tusaidie udhaifu wetu kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo. Ya pili, kuomba mnaomba lakini sivyo ipasavyo. Namba 3, udhaifu. Udhaifu ni pamoja nalo anaenda leo, kesho. Wengine hapa mna historia. Nilikuwa naomba. Unampa nani historia? Wewe ni dhaifu kwa sababu unatakiwa uendelee. Kwa anasema kwenye mlima, anasema ndipo nitafungua vifungo. Napenda ile andiko anasema katika mlima huu. Na where is the mountain? You are the mountain. Biblia inasema sisi ni mji. Biblia inasema sisi ni mji uliojengwa juu ya mlima. Ni wewe. Biblia inasema katika mlima huu ambao ni wewe nitafungua vifungo. Wewe vyako mbona vifunguki? Unatakiwa urudi kule. Inawezekana mlima wangu sio active. Namba 9. Kwenye mlima kuna mafuta. Zaburi 133 mstari wa kwanza na wa pili. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Hayo mafuta yanafananishwa na nini? Yanafananishwa na namba 3 mstari wa 3. Ni kama umande wa Hermon ushukao kutoka mlimani pa Sayuni. Hello. So anasema umande wa Hermon unaoshuka kwenda Sayuni unafananishwa na mafuta ya Haruni. So hapa alikuwa anakompea mafuta na umande unaoshuka. Anasema ni kitu kimoja. So sio tu mlimani unakuta kuna umande, unakuta kuna nini? Mafuta. Tena mafuta bila sema yanakuja kichwani kwa nani? Kwa Haruni. Yanashuka ndevuni kwake mpaka kwenye pindo la vazi. Biblia inasema hayo mafuta yanafananishwa na umande unaotoka wapi? Hermon. Waandaa meza mbele ya watesi wangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Namba 10. Kwenye mlima wa maombi kuna utisho. Kutoka 34:29 mpaka 31. Ndio unaweza kumwangalia mtu mwenye pepo hivi bila hata kusema akalipuka. Unaweza kumwangalia mshirikina hivi akageuza njia, sababu anachokiona yeye anajua. Ikawa Musa aliposhuka kutoka mlima Sinai. Alitoka wapi? Ikawa Musa aliposhuka kutoka mlima Sinai na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mikononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Maana yake amesema na Mungu. Mstari unaofuata. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomuona Musa, tazama ngozi ya uso wake inang'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Why? Anatisha. Nao wakaogopa kumkaribia. Lakini wewe unaomba, mapepo yanakaribia. Kadri unavyoomba, magonjwa yanakaribia. There is a problem somewhere. Namba ngapi inafuata? Kwenye mlima kuna wingu au uwepo wa Mungu au utukufu wa Mungu. Msisahau sala ya baba yetu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Yesu aliwaambia haya yanapatikana wapi? Kwenye sala.
Simple ndicho nawaambia pale. Kwamba mkisali haya ni package. Na sio kwamba aliwaambia yote, aliwaambia baadhi. Kutoka 24:13 na kuendelea. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Wapi? Akawaambia wazee, tungojeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu. Tazameni, Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno atawaendea au awaendee. Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunikiza mlima. Na huo utukufu wa Bwana, maana ile wingu ni nini? Na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamuita Musa kati ya lile wingu. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. So utukufu wa Mungu, nguvu za Mungu, mamlaka ya Mungu yako wapi? Unataka utembee na utukufu? Mlimani. So Mungu kama waimbaji wanafikiri wanachoimba ndio kinakuja. Katika watu ambao wanahitaji elimu ni waombaji na waimbaji. Waombaji na waimbaji wanadhani wanachokizungumza kinakuja. Muombaji anasema Mungu naomba utukufu hauombwi. Ila kuna kitu natakiwa ufanye utukufu uje. Utukufu hauimbi. Kuna wimbo unaimba unashuka. Unajua wimbo? Utukufu wa Bwana unashuka. Eti nafikiri kwa sababu ameimba unashuka. Anaimba masaa mawili tunaangalia macho hatuoni. Tunasubiri labda beti ya 3. So watu ambao tunatakiwa tuwasaidie sana ni waombaji na waimbaji. Wanafikiri wakitamka kitu ndo kinakuja. Mungu nipe cheo eti ndo kinakuja. Au mtu anaimba tutembele Bwana anamaliza kuimba Bwana hajatembea. So tunawajaza watu liturujia mpaka watu wanamzoea Mungu. Inaonekana ni nyimbo tu. Haya, Mungu haletwi na wimbo wala haletwi na maneno ya muombaji. Ila kuna kitu sahihi unatakiwa kufanye. Musa kuimba ili utukufu ushuke. No, alienda tu mlimani wala kuomba utukufu. Hakuna mahali ambapo Musa alikuwa anapanda akasema sasa Baba nikifika juu leta wingu. Hii mentality naomba niue ndani mwenu kwamba ili nikipate kitu nitakiwa nikitamke. No. Ila kuna kanuni. Na kanuni kubwa ni jiuzulishe wapi? Mlimani. Kwa hiyo tungekuwa na waimbaji na waombaji ambao wana kawaida kwenda mlimani, ingekuwa ni rahisi hata wanaosema yafanyike. Imagine unaimba utukufu wa Mungu shuke na wewe uje kuhudhuria sehemu ya utukufu. You are joking. Mungu atakuja siku moja. What were you singing? Mimi ndio utukufu na ulikuwa unatakiwa uje kwangu kwenye utukufu. Uje kujihudhurisha kwangu hata mkesha mmoja. Unaenda kuambia watu utukufu uje. How? Na mangapi nafuata? Juu ya mlima kuna maelekezo ya Mungu kutoka 24:12 au kuna direction. Wala watu wote I'm confused. Sikiliza, badilisha neno leo. You are not confused. You are not prayerful. Nyosha maelezo. Kwa sababu kila anayehudhuria mlimani mwa Mungu anajua Mungu anasemaje. Bwana akamwambia Musa, njoo juu kwangu mlimani uwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na sheria na hiyo amri iliyoandikwa ili wafundishe. Wafundishe watu gani? Wana wa Israeli. Kwa hiyo kujua cha kuambia wana wa Israeli. Mtu mwingine unasikiaga sijui cha kuhubiri. Hujui cha kuhubiri, hauendagi mlimani. Huwezi kuwa mtu wa mlima kwa ukose cha kuambia watu. Haiwezekani. Kwa sababu kila muda Mungu anaongea. Huwezi kuwa mtu wa mlima ushindwe kujua Mungu anataka nini juu ya biashara yako. Juu ya mlima Mungu anamwambia Musa, njoo kuna mambo nataka nikuambie. Kuna mambo nataka nikuelekeze. Mlima ni eneo la kupata maelekezo. Namba 13, kupata maono au kutembelewa kiroho au kwa lugha nzuri ya Kiingereza spiritual encounter. Kuwa na spiritual encounter au tunaitaka Kiswahili mtembeleo wa kiroho. Aidha kukutana na malaika, aidha kutokewa na maono, aidha nini, vitu kama hivyo. Yaani unakuwa na ile spiritual encounter ni mlimani. Mtu wa hivi ni rahisi sana kuishi maisha ya kuencounter supernatural. Mathayo 17:1-3. Na baada ya siku 6 Yesu akamuita Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Juu ya nini? Mlima mrefu. Yesu akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Haikutokea kawaida. Ilitokea wakiwa wapi? Mlimani. Ndio maana watu wote wakashangaa. Musa huyo hapa, Elia huyo hapa, wakaja. Mahali pengine anasema wakafunikwa na wingu. Walipofunikwa na wingu, maandiko yanasema wakaona maono Musa na Elia. Wangapi naelewa mpaka hapo? Unaendelea kujifunza? Unaendelea kujifunza kuna nini mlimani? Kwa haya unaojifunza,
Unatamani kuwa mlimani? Unatamani kuishi maisha ya kwenda mlimani? Mungu akupe nguvu hizo. Mungu akuwezeshe. Namba 14 nitaitaja pamoja na 15. Alafu zote zina andiko moja. Tuziandike haraka. Namba 14, kupata uwezo wa kutangaza habari njema. Namba 15, kupiga au kushinda watu wabaya na mabaya yao. Hizi zote mbili, 14 na 15, ziko kwenye Naumu 1:15. Tazama juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema. Stop there kwanza. Hii habari njema inatoka wapi? Anasema tazama juu ya milima ipo miguu ya aletaye habari nini? Njema. So either ni habari njema za kuhubiri, you can't preach good news kama wende huko. Wanawaambia watu ni hatari sana kuzungumza habari za Mungu, habari njema. And you are not prayerful. Itafika mahali people they will not listen. Kwa sababu habari njema zinatakiwa zitoke juu mlimani. So mtu mwenye kutangaza habari njema. Habari njema maana yake gospel. Kama unataka kutangaza injili, injili ni nini? Injili ni habari ya mema. Kama unataka kutangaza injili, uwe na kawaida kuwa mlimani. Wewe unatangaza injili kwa kuzoea, tunafungua Biblia, unakuja kutangaza au kuhubiri kanisani. Unataka kutangaza habari njema za wokovu, habari njema za uponyaji. Lolote unataka kulitangaza, neno kutangaza maana yake kuhubiri. Lazima unatoka wapi? Mlimani. Endelea kusoma andiko utaona mtu anatoka mlimani sio tu anakuja na habari njema, anakuja na kitu kingine. Angalia. Tazama juu ya milima iko miguu ya aletaye habari njema, atangazaye amani. Tushaongea mambo ya amani, achana nayo. Zishike sikukuu zako, tushaongea juu ya sikukuu. Yuda, uziondoe nadhiri zako, kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kamwe, amekwisha kukatiliwa mbali. Hii inamfuata mtu gani? Mtu aliyetoka mlimani, ndo hii ni faida yake. Mtu mbaya hatakaa katikati yako tena. Maana yake Mungu ameongea hivi kwamba huyo mtu atakayetoka mlimani atakuja na habari nini? Njema. Akija na habari njema, anatakiwa atangaze nini? Amani. Atangaze tu amani, azishike sikukuu zote ambazo Mungu amemwamuru. Anapokuwa amesherekea, anamwambia Yuda, pia uziondoe nadhiri zako. Hayo yote tutayaona, mambo mengine wakati mwingine tushayaona. Lakini haishii hapa, anasema kwa maana gani? Kwa maana huyu aliyetoka juu, kwa maana huyu aliyetoka mlimani atasababisha asiyefaa kitu hatapita kati yako tena. Hao wasiofaa kitu, wachawi, washirikina, hawataki kupita kwenye biashara yako tena. Naongea na watu waliolala mahali hapa. Wasiofaa kitu, weka andiko. Kwa maana asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kamwe, amekwisha kukatiliwa mbali. Nyosha mkono, sema napotoka mlimani, yeyote apite katikati yangu, katikati ya familia yangu, katikati ya huduma yangu, katikati ya biashara, katikati ya kazi, akatiliwe mbali. Haihitaji hata wewe kusema sio katiliwa mbali. No, inahitaji uende mlimani ushuke. Afurudi. Nenda mlimani, shuka, ingia kwenye biashara yako. Andiko litimia, miguu yake atokaye mlimani, mahali atakaposimama asiyefaa kitu atakikukatiza. Naongea na watu hapa. Mnatumiaga nguvu nyingi tu. Nakemea. Okay, hata kukemea sio mbaya, umetoka wapi? Vita Biblia inasema watu wasiofaa kitu. Na Biblia haijasema mtu wala. Inasema asiyefaa. Inawezekana ni pepo. Asiyefaa kitu Biblia inasema haruhusiwi kupita. Lakini mtu mwenye uwezo huu wa kusema ninaenda sehemu asiyefaa pita, Biblia inasema ametoka wapi? Unatoka kula every day. You want to do that? Okay, pepo unatoa. Pepo ni maongo. Natoka. Unashangaa ukilala usiku unasikia yaliingia kwako. Unashangaa unahara. Sikutishi, lakini mtu mwenye mamlaka ya kuingia mahali ambapo kila anapopita mbaya hata katiza. Wale wenye kukatiza watakatiliwa mbali. Ni aliye miguu yake aliyotoka juu ya nini? Ya mlima. Namba ngapi tunaenda? Namba 16. Juu ya mlima unaenda kuchukua moto. Na huu moto nikufanulie kidogo. Huu moto haukuunguzi wewe, ila atakaye kwa kinyume na wewe. Unajua Mungu ni waajabu. Hii sayansi yake ni ajabu. Mungu ametufanya tunabeba moto ila sasa tuungui. So mtu akitaka ajue na moto sina, aje test, aniguse tu ta. So kwenye mlima huwa kuna moto. Na ule moto unawaka ndani mwako. Wewe uteketei lakini unao. Haya ndio maajabu ya mlimani. Nyosha mkono, sema mlimani. Naingia kwenye moto. Ule moto unateketeza lakini siteketei mimi. Lakini ole wake atakaye kuja kinyume changu.
Kutoka 3 mstari wa 1 hadi wa 3. Alafu tutaruka tutaenda sura 19 mstari wa 18. Basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Herobu. Akafika wapi? Mlima wa Mungu. Akafika mlima wa Mungu hata Herobu. Neno Herobu ni mlima unaitwa Mount Herob. Malaika wa Bwana akamtokea, spiritual encounter, tushaiona hiyo, katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti akikuteketea. Huyo ni wewe. Nasema hicho kijiti ni wewe. Mstari wa 3. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu ya kijiti hiki akiteketei. Sura 19:18. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi. Yaani mahali tunapoenda kwenye mlima ndo mambo yanafanyika hayo jamani. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto. Na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru. Mlima wote ukatetemeka sana. Imagine hii ndio sehemu unatembelea. Imagine ndio sehemu unataka kutembelea. Imagine unamaliza wiki hujaenda sehemu kama hii. Ndio maana Biblia inakazana, pray always, pray always, pray always. Biblia inajua neno pray always is not request always, request always, beg always. No. So maandiko yanajua kabisa unatakiwa utembelea. Haya ndio maeneo ambapo unatembelea. Haya ndio maeneo unapokuwa, alafu unatokea unaenda kazini. Haya ndio maeneo unayokuwa, unatoka unaenda kwenye biashara. Haya ndio maeneo unakuwa unaenda kwenye appointment. Unakuta kuna mapepo yamekuja, yanataka kumeingia mtu hairisha appointment ya biashara, lakini kwa sababu ya wewe umebeba moto unaoteketeza. Unatoka huku unaenda kwenye appointment na watu ambao kumbe wanataka kuscam, wanataka kukuibia. Alafu unaenda kukaa nao, lakini umetoka wapi? Ule moto wanapokutana nao hivi. So ni watie wivu, hudhuria mlimani. Hapa umenielewa. Hudhuria mlimani. Hudhuria sana mlimani. Majawabu yako yote, maswali yako yote yako wapi? Mlimani. Hebu angalia mlima ambao unatoa moshi. Biblia inasema moto uliwaka kama tanuu kubwa. Mnajua tanuu? Japo nyewe mna Kiswahili mnaitaka tanuru, vyovyote vile. Ile tanuu au tanuru wengine mnaita. Biblia inasema tanuru kubwa ndio inawaka moto. Alafu ndo Musa alipokuwa. Musa alikuwa ndani, aliungua. Mlima Sinai wote ukawaka moto. Huko ndo Musa alikuwa anaishi. Huko ndo Musa alikuwa anakaa na Mungu siku 40. Mahali ambapo mlima wote unawaka moto. Moshi unapanda juu. Biblia inasema tetemeko yakatokea. Ukienda kwa maandiko mengine inasema na radi. Imagine mimi naenda kukaa mahali ambapo ana radi, alafu nashuka. Hata nikinyosha mkono nikasema in the name of Jesus. Huko ndo mahali unapotoka, unaponyosha mkono kansa inaungua. Mwambie mwenzako, prayer is not only sweet, but prayer is powerful. Kinachofanya maombi yana nguvu sio jinsi unavyoongea, sio unavyojieleza, ni eneo unaolitembelea. Andika statement. Kinachofanya maombi yana nguvu sio maneno unayoongea kwenye maombi. No. Kinachofanya maombi yanatoa nguvu au yana nguvu sio mambo unayoomba. Ila ni eneo ulilotembelea. Linaitwa Herobu, mlima wa Mungu. Never be lied. God is found in prayer. Kama Mungu asingekuwa anapatikana kwenye maombi, asingemwambia Moses njoo huku. God is found in prayer. If you pray, you are found God. If you pray, you are closer to God. If you don't pray, you keep yourself far, very far, far away from him. That's why watu ambao ombi wanabaridi. Why? Kwa sababu wako mbali na moto. Na Mungu anasema mimi ni moto ulao. Na napatikana wapi? Mlima wangu Herobu. Herobu ya Agano Jipya ni wewe mwenyewe. Namba ngapi hiyo? 17. Mlimani kuna mahitaji. Na mahitaji sio kwamba Mungu naomba hili, Mungu naomba hili. No. At least mtu ambaye anaweza mkubali kwenye prayer ni yule anaomba direction kwenye mahitaji yake, au anauliza the will of God. Lakini sio ndo kwenda kumwambia Mungu nipe hiki. Kwenye mlima kuna mahitaji. Au kwa lugha nyingine kuna provision. Mungu ana provide kwenye mlima. Mwanzo 22 mstari wa 11 mpaka 14. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahim akainua macho yake, akaangalia, na tazama kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Usisahau akainua macho yake. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka kuteketezwa badala ya mwanae. 14.
Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Unataka ndoa? Katika mlima wa Bwana. Unataka cheo? Unataka ulinzi? Unataka yote yale tuliyoyataja? Sasa huwa mnapoteza muda wapi? So Ibrahim akaconclude, ndo akasema kumbe tunachokitaka mimi, kwa sababu these people they are so worried. Abraham pamoja na mwanae Isaka. Abraham hataki kumwambia Isaka kinachoendelea. Isaka amezoea. Anamwona babaye huwa akienda wapi? Kutoa sadaka, anaendaga na kuni, anaendaga na pia nini? Na sadaka kuteketezwa. This time anamuuliza baba, kuni sawa, lakini sadaka iko wapi? Alimpa shida babake. Babake atashindwa kuchukua kitu cha kuzuga. So Mungu amemwambia Ibrahim, and alikuwa anamjaribu aone kama Ibrahim yuko tayari kumsikiliza. Akamwambia Ibrahim, unanipenda? Yes. Unanitii? Yes. Nataka umtoe mwanao awe sadaka. Maana yake ukamchinje. Wewe unanichinjia kondoo, lakini leo nataka mtoto wako. Ibrahim akamuiba, hakumwambia hata mama yake. Kamchukua mtoto kimya kimya, kachukua kuni. Mtoto akaanza maswali, baba, kuni zipo, unaenda kumtolea Mungu sadaka, kondoo yuko wapi? Ibrahim akaana jibu anazunguka. Alipofika Ibrahim akachukua kisu. Isaka anashangaa, analazwa, baba anataka kumchinja. Malaika wa Bwana akaja haraka kwenye ule mlima, akamwambia Ibrahim, stop. Mungu alikuwa anataka kuiona imani yako. Na Mungu anasema kwa sababu kumzuilia mwana, anasema usimue mwanao. Lakini angalia, andika anasema Ibrahimu akaangalia, akamuona ndama, akamuona nani? Kondoo ameshikwa pembe yake kwenye vichaka. Akaenda akamtoa, akawa sadaka. Ibrahim akapabadilisha mahali pale, akapaita Jehova Yire. Neno Jehova Yire maana yake katika mlima wa Bwana itapatikana. Unataka cheo? Unataka ulinzi? Unataka utajiri? Unataka nguvu za kiroho? Unatafuta amani? Unatafuta chochote kilichokitaja? Unatafuta chochote kilichoandikwa kwenye maombi? Pige kelele, katika mlima wa Bwana itapatikana. Why are you wasting your time? Badala kwenda kwenye mlima wa Bwana unaongea na watu, unasengenya, unalaumu wenzako, tunakimbia, tunakaa mlimani. Haya niliyokuonyesha ni machache, ni because of time. Nimekuandalia machache tu. Why? Yapo mengi, lakini conclusion ni moja. Usisahau andiko letu hili nimeliweka mwisho kwa sababu ya conclusion. Andiko letu hili ni kwamba yote hayo niliyotaja katika mlima wa Bwana. Mwinulie Yesu mikono, mpigie makofi sana. Zaidi hapo, zaidi hapo, zaidi hapo, zaidi hapo. Zaidi hapo, zaidi hapo, zaidi hapo, zaidi hapo. Now, kitu cha mwisho ambacho nataka niwaeleze kwa leo. Kwa leo muende nacho. Ambacho kitatuandaa kwa ajili ya wakati mwingine nitakapowaita kwenye darasa kama hili. Nitakizungumza kwa dakika kama 2, 3, 4. Nataka muelewe hivi. Mtu wa maombi anapoyakusanya yote niliyowaambia. Unapoenda kwenye mlima wa Mungu ukawa nayo haya, sometimes unaweza kuwa umeyabeba na watu wasiyaone. Mtu wa maombi ni very dangerous. Anaanza kuwa amebeba vyote either havijaanza kudhihirika lakini anavyo. Mtu wa maombi anaanza kuwa na ulinzi usiuone. Mtu wa maombi ana moto lakini uwezekano usiuone. Mtu wa maombi anaanza kuwa Mungu amempa provision kama tulivyoona lakini usione. Kwa sababu mtu wa maombi huwa anatembea na vile vitu. The more anavyoenda kwenye mlima wa maombi anavichota. Inawezekana usivione. Inawezekana kambeza. Lakini let me tell you, mtu yote asija kadhihaki maombi. Kwa sababu unapoenda hivyo vitu watu huenda waoni. Lakini nataka nikwambie siku Mungu akiamua awafunulie watu waone. Katika maisha yako ipo siku Mungu anawaonyesha watu vitu unavyovichukua kwake. Wafalme wa pili sura 6 kuanzia mstari wa 15. Katika maisha
mtu asije akabeza maombi kwa sababu tu vile vitu ambavyo vinapatikana mlimani watu hawavioni. Mungu huwa anachagua siku. Anaamua kuonyesha ndugu zako, marafiki zako, majirani zako, maadui zako yale yaliyokuzunguka kutoka mlimani. Let me show you. Usisahau wewe ndio mlima wa Mungu. Maana maandiko yanasema wewe ni mji uliojengwa juu ya mlima. Sasa Mungu akitaka kuonyesha watu ulivyo navyo, hebu angalia pale. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu, sema mimi mtu wa Mungu, aliondoka na kwenda nje. Kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Usisahau wewe ni mji uliojengwa juu ya mlima. Usisahau hiyo please. Now, ukishajua ile andiko ambalo Yesu alilileta kwamba sisi ni mji uliojengwa juu ya mlima, hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu, sema mimi ni mtu wa Mungu, alipoondoka alikwenda nje. Kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari yameuzingira ule mji. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Now, ulikuwa ni mji. Kwenye mji kuna Elisha na mtumishi wake nani? Gehazi. Kulikuwa na mtumishi wake anaitwa Nabii Elisha na mtumishi aliyekuwa anamhudumia Nabii Elisha anaitwa nani? Gehazi. Kwenye nini? Kwenye mji. Tayari tumeshauona mji, tutaona mlima baadaye. Lakini mji umezungukwa na watu gani? Na maadui. Na orodha ndiko. Huu mji ambao ni wewe. Sisi ni mji uliojengwa juu ya mlima. Maana yake establishment ya mji ina depend prayer yako au ina depend mlima wako. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu aliondoka na kwenda nje. Kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira ule mji. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Stop there. Haya ndio maisha mnayoishi. You can be so prayerful. Lakini ukiangalia hivi kuna kitisho hiki, kuna kitisho hiki, kuna kitisho kile, kuna kitisho hiki, afu ukasinya. Nataka nikuambie mambo unayochukua kwenye mlima wa maombi, kuna kipindi Mungu anayaficha, lakini kuna siku atawafungua hata hao maadui wataona. Nao tuendelee. Mji umezingirwa na nini? Na maadui. Na wewe ndio mji huo. Maadui magonjwa, maadui sijui nini, maadui madeni, maadui sijui nini. Unajua mwenyewe. Elisha alipoambiwa hivyo, hata wewe watu wakikwambia hivyo, Elisha akajibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Stop there. Wewe ulivyovichukua mlimani ni vingi sana kuliko hivi vinavyokuzunguka. Ni kwamba tu watu hawajafunguliwa kufanyaje? Kuona. Lakini this time inabidi waone. Nasema this time inabidi waone. Na angalia, Elisha akaomba. Have you seen prayer? That's why prayer is very important. Kwa hiyo mji ambao ni wewe, sisi ni mji ule juu ya mlima, lazima kuna kitu ambacho natakiwa kiingie pale, kinaitwa prayer. You get my point now. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi, mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake yule mtumishi ambaye anaitwa nani? Gehazi. Naye akaona, tazama kile kilima. Naye akatazama akaona kile kilima kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Wewe ni mji uliojengwa juu ya nini? Mwanzoni hawatuambii mlima. Mwanzoni wanasema mji ndio ulikuwa umezingirwa. Kumbe katika ule mji kuna mlima ambao Gehazi ya kuona. Na ule mlima uliobeba ule mji, Biblia inasema haukuwa tu na magari, ila magari ya mji ni ya moto. Somebody shout fire. Usimwogope adui yako. Usiogope anayokukabili. Usiogope ya maneno. Usiogope hizo kesi. Usiogope taarifa ya daktari. Usiogope maneno sio fulani. Let me tell you, adui yako anaweza kuwa na magari lakini hayana moto. Can I show you? Can I show you? Now, angalia. Rudi kule kwa maadui. Biblia inasema yule Gehazi mtumishi wa nani? Elisha.
Akaanza kuogopa. Jamani, tumezingirwa. Biblia inasema yule Gehazi alipoangalia, alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu, pana farasi na nini na magari yamezingira mji ule. Umeona magari yao? Umeona magari yao? Twende kuangalia magari yetu sasa. Elisha akaomba akasema, Bwana, magari yetu kishaomba. Tofauti ya kwetu na wao ni prayer. Wamenyamaza upande huu. The difference between you and your enemy is prayer. Do I speak to somebody right here? Wewe omba. Wakiangalia hivyo wataona kitu. Wewe zidi kuomba. Omba mwaka huu. Omba mwaka ujao. Omba Jumatatu. Omba Jumanne. Omba mwezi wa kwanza. Omba mwezi wa 5. Omba alfajiri. Omba dhuhuri. Omba mchana. Omba alasiri. Omba jioni. Omba usiku. Hawataona. Wataona kitu. Wataona kitu. But where prayer is involved. Come on somebody. Where prayer is involved, pana utofauti mkubwa kati ya wanaotegemea irizi na yule anayeomba. Pana utofauti mkubwa wanaotegemea elimu yao na wale wanaomba. Pana utofauti mkubwa wanaotegemea akili zao na watu wanaoomba. Pana utofauti mkubwa wanaotegemea hela zao na watu wanaoomba. Wanaweza wakawa wana afya lakini afya zao hazina moto. Wanawezekana wana mafanikio lakini hayana moto. Yawezekana wana vyeo lakini havina moto. Upande wetu sasa. Come on. Somebody shout prayer. Nipe andiko. I love this scripture. Kwa watu wanamuona Elisha wa kawaida. Unaangalia. Elisha akaomba. Napenda neno akafanyaje? Akafanyaje? What connect you to a mountain is one thing. Only one thing. Kitu gani? What is that? Kitu gani hicho? What connect you? I love prayer. I will never stop praying. Huku nje nitaonekana na chakaa. Huku nje nitaonekana na konda. Ya bakatakaya. But I'm creating fire. Na weka pale. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake. Mtumishi naye akaona, tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto. Yakwao yana moto? Usiwahusu watu. Sio anajenga nyumba, sio anafanya nini? Mimi sijapata, ana gari. Ya kwako inakuja na fire. With excellence, with beauty, with attraction, with glory. Biblia inatuambia mwanzo kulikuwa na kilima. Biblia inatuambia alipotoka nje aliona mji. Lakini Elisha kumbe aliposimama yeye ni kilima. Wewe ni mji ulio juu ya nini? Ya kilima. So watu wataona maisha yako lakini hawajui kilichokubeba. Maisha yako yamebebwa na prayer mountain. Wapenzi, maisha yetu yanabebwa na prayer mountain. So Gehazi si mwombaji, yeye aliona mji tu. Na wewe ni mji ulio juu ya mlima. Watu wanakuona wewe kama mji tu, lakini hawajui msingi wa mji ni nini. Nguzo ya mji ni nini? Ni mlima, ambao mlima kwa tafsiri ya darasa langu prayer. Mwambie mwenza kusitegemei chochote. Msingi wa maisha yangu, tell your neighbor, only prayer. Kuna siku watu watakimbilia mlimani. I'm telling you. Wataanza kuambia tupe siri, waambie njoo mlimani kwa Bwana. Mlimani kwa Bwana kuna sikukuu, kuna amani tele, kuna mafanikio, kuna mafuta shukayo. Hey. Inua mikono miwili, sema katika jina la Yesu. Mimi ni mji nilio mlimani. Na katika huu mlima unaowaka, unao erupt kama volcano high, katika jina la Yesu najihudhurisha kwenye mlima huu. Baba, katika jina la Yesu, acha nikae kwako. Ombi langu leo, nipe uwezo, nipe msukumo wa kuwa nakaa kwako. Fanya maombi hayo tu leo kwamba Baba, nipe msukumo, nijalie tabia ya kuwa nakaa mlimani. Nimegundua kwenye mlima
Nimegundua kwenye mlima hata kama watu hawaoni, lakini kuna provision. Hata kama watu hawaoni, lakini kuna ulinzi. Hata kama watu hawaoni, lakini kuna ngao. Make a prayer. Tuombe hivyo. Omba maombi ya moto. Omba maombi ya moto. Weka mikono yako pamoja. Weka mikono yako pamoja. Prayer of fire. Prayer of fire. Prayer of fire. Fire prayer. Mwambie Mungu, niweke mlimani. Nisaidie nikae mlimani. Roho wa Mungu nisaidie. Niwe ni asubuhi. Niwe ni usiku wa manane. Haijalishi dakika ngapi. Nipe kutembea mlimani. Make a prayer. Naomba roho ya maombi ikawe juu yako. I'm praying for the spirit of prayer. Ona niangalia kwa njia TV na kwa njia mtandao. Wakati watu wanaomba maombi ya moto, lengo la maombi haya ni kumwambia Mungu, nisaidie na tabia kukaa mlimani, kukaa kwenye eneo lako la maombi. Na wewe vunja kwa njia mtandao na kwa njia TV. Lolote inayokushikilia unashindwa kuomba. Pengine ni ubize. Pengine ni roho chafu. Make a prayer. Siondoka kwenye mtego huo. Make a prayer. Make a prayer, make a prayer, clap and make a prayer. Kila mtego, kile kinachokushikilia kikatae kwa jina la Yesu. Weka magoti pamoja. Kila vizuizi vinavyokuzuia, kinachokushika, kinachokuzuia, kataa kwa jina la Yesu. Hiyo mitego inayoweka kuzuia nguvu yako ya maombi, inayokuzuia wewe kukaa karibu na Mungu, tunakataa, 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 tunakataa. Weka magoti pamoja. Kataa hiyo nguvu. Make a prayer. Kataa hiyo nguvu. Kataa hiyo hali ya uvivu inayokuaga na kuzuia. Kataa hiyo hali ya uzito inayokuzuia. Masopa katala baada parata kapaladia mele supre entelevia shipata kadila baadia parate keteledia keroso preenta. Tunakataa hiyo nguvu, tunaikataa hiyo nguvu, tunaikataa inayotuzuia kuomba, inayotuwekea uzito, inayotuwekea vikwazo. As we clap our hands and pray, hiyo nguvu inatuachia. Rapatele kataya baada meso preente kidabiida jele praso preente kivia shapa kataya parate kele peledia gadusa lekosa preente levidi biida. Make a prayer, make a prayer, make a prayer. Kataa kwa mamlaka, kataa kwa mamlaka. Hiyo nguvu inayokuzuia ikemee, ikemee, ikemee. Parete kepele idilibida jile pariso preente levia je prete kepayada. Make a prayer kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu inaonikamata inazuia kwenda mlimani, kumbe ilikuwa inanizuia nisipate faida zote hizi, nisiende kwenye faida, nisikae mahali pa moto, nisikae mahali pa provision, nisikae mahali pa upako, nisikae mahali pa malaika, nisikae mahali pa encounter. Make a prayer. Kwa jina la Yesu. Kila nguvu iachia. Achia maisha yangu. Achia roho yangu. Ile hali ya kupenda vitu vya dunia, ya kupenda kuchati kila wakati, kuongea na watu kila wakati, uzembe, iwe ni usingizi, kemea hata usingizi. Ule ambao unakufanya uombe. Make a prayer. 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 Kemea hiyo nguvu. Kemea huo usingizi. Kemea huo pepo. Kemea hiyo hali. Hiyo inayokuzuia. Kemea. Clap hands and pray. Kemea hiyo hali. Kemea hiyo hali. Hiyo hali ya usingizi wakati wa kuomba. Kemea hiyo hali. Hiyo hali ya uchovu. Hiyo hali ya uzito. Kemea kwa jina la Yesu. Make a prayer somebody. Clap hands and make a prayer. Clap hands and make a prayer. Parata kapaya bahada. Let's shopre entelevidi biida. Let's supretia paada. Let's satale katia anta. Let's sora pele eda. Jesus mighty name. Amen.